Miongoni mwa tuliokuandalia katika taarifa za mwisho siku ni kuwa serikali yatangaza Jumatatu kuwa sikukuu ya kitaifa kuadhimisha Idul Fitri, na Wizara ya Afya yafichua kuwa ugonjwa wa Kala-Azar umewaua 25 Wajir, huku kimataifa UN yaelezea hofu ya Sudan Kusini kurejea katika vita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na karibu kwenye taarifa za mwisho siku ukisomewa nami Abdul Hamid Suleiman. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametangaza Jumatatu Machi tarehe 31 mwaka 2025 kuwa likizo ya umma kwa ajili ya sherehe za Idul Fitri. Idul Fitri ni sikukuu ya kwanza kati ya mbili rasmi zinazoadhimishwa na dini ya Kiislamu. Idul Fitri inaadhimishwa na Waislamu duniani kote kwa sababu inaashiria mwisho wa mfungo wa mwezi mzima wa alfajiri hadi machweo ya Ramadhan. Inaadhimishwa wakati wa siku tatu za kwanza za mwezi wa Shawwal ambao ni mwezi wa 10 katika kalenda ya Kiislamu. Kufuatia tamko la Murkomen, ofisi zote za serikali, shule na taasisi zingine kama benki zinatarajiwa kufungwa kuadhimisha sherehe hiyo ya kidini. Na Rais William Ruto amefichua kuwa Kenya inawahifadhi zaidi ya wakimbizi 800,000 hasa kutoka mashariki na pembe ya Afrika na eneo la maziwa makuu, akiashiria ukarimu wa Kenya katika kuwakaribisha wageni wote. Wakati wa uzinduzi rasmi wa mpango wa shirika, Ruto ameelezea kuwa serikali inahitaji kubuni mpango wa kuwahudumia wakimbizi licha ya uhaba wa rasilimali ndani ya jamii. Ruto amebainisha kuwa kwa kuzinduliwa kwa mpango wa shirika unaolenga kuwaingiza wakimbizi katika jumuiya zinazowahifadhi, fursa zaidi zitaundwa kwa ajili ya wakimbizi na wenyeji sawia. Kiongozi huyo wa nchi ameongeza kuwa mpango huo mpya ulitimiza mkakati wa serikali wa kuwajumuisha wakimbizi katika mipango ya maendeleo ya kaunti kwa kuwajumuisha katika mifumo ya elimu, afya na fedha.